Hope uko poa mtazamaji wa Sports Fact TZ. Karibu sana kwenye TV hii. Usisahau kulike, kusubscribe kisha kucomment ili uwe wa kwanza kuweza kujipatia taarifa za kimichezo kwa undani kabisa. Moja ya story kubwa iliyotokea weekend hii ni maandamano makubwa ya mashabiki wa Manchester United kunako viunga vya Old Trafford. Mashabiki wa Manchester United wapatao 6,000 ambao wanajulikana kwa jina la 1945 Manchester fans waliweza kuandamana kwa ajili ya kushinikiza mambo kadhaa kutoka kwenye uongozi wa Manchester United. Familia Glazer pamoja na uongozi wa Sir Jim Ratcliffe miongoni mwa watu ambao wanapigiwa kelele kwa kiasi kikubwa na kundi hili. Mambo kadhaa yaliyoainishwa ni madeni makubwa ambao yasiyoisha, lakini pia kushindwa kusimamia miundombinu ya klabu na pamoja na kushindwa kusimamia usajili mzuri na mustakabali wa Manchester United kunako michuano mikubwa. Mashabiki hao ambao walijitokeza wakiwa wamevalia vinyago na kubeba bendera, ambao pia walitumia lugha za utani kukebehi uongozi wa familia Glazer pamoja na uongozi wa Sir Jim Ratcliffe, na kusogezea video hapo zikionyesha namna ambavyo mashabiki hao waliweza kuandamana na kupeleka ujumbe wao kwenye familia Glazer. Lakini ni yupi hasa familia Glazer? Ni yupi hasa Sir Jim Ratcliffe? Familia Glazer iliinunua Manchester kwa mkopo mkubwa wa mwaka 2005 na deni hilo limeendelea kuwa mzigo mkubwa kwa klabu na kupigiwa kelele na mashabiki hao. Maandamano hayo ambayo yalikuwa ni kushinikiza dhidi ya umiliki na uongozi wa klabu hiyo chini ya familia Glazer pamoja na Sir Jim Ratcliffe mwenye hisa kubwa kupitia kampuni ya INEOS, ambao sio tu kuhusu matokeo ya uwanja bali malengo makubwa maandamano hayo ilikuwa ni ghadhabu juu ya uongozi wa klabu hiyo. Maandamano hayo yalifanyika kabla ya mchezo wa Manchester United dhidi ya Fulham, na baada ya mchezo huo Manchester waliweza kuibuka na ushindi wa goli 3-2. Ni kama maandamano yale yakaweza pia kupozwa na matokeo ya kikosi cha Manchester baada ya kupata ushindi wa magoli 3-2. Kwa nini maandamano hayo yameweza kufanyika na kipi hasa mashabiki walilenga, wakati Manchester wameweza kubadilisha management kwenye eneo la benchi la ufundi na timu inapata matokeo na inakuwa pia ni ushindi wa 3 mfululizo ambao wameupata wakitoka kumfunga Arsenal the Gunners, Manchester City na wakimfunga pia Fulham. Lakini mabadiliko ya Michael Carrick pia yanaonekana kuzaa matunda kwa kiasi kikubwa kunako kikosi cha Manchester. Sasa maandamano hayo ama protest hiyo ilikuwa inahusisha mashabiki wapatao 6,000 ambao wao wanajiita 1945 Manchester United, ambao ni mashabiki kindakindaki wa Manchester United na wengi sikisadikika wanatokea kunako jiji hilo la Manchester United. Moja ya malengo makubwa ambayo ni wanayaweka kwenye maandamano hayo yaliyofanyika siku ya Jumapili ni kutoa ghadhabu juu ya uongozi wa klabu hiyo, ambapo mashabiki walioandamana kuelekea Old Trafford walikilipiza hasira zao dhidi ya familia Glazer na Sir Jim Ratcliffe, wakisema klabu inamilikiwa na kuendeshwa kama side class na clown ownership, yani uongozi wa utani ambao hauna shabaha kubwa, lakini pia kusisitiza kwamba wanataka kusikika. Walikuwa wanataka umiliki uwasikie mashabiki, hasa kuhusu uamuzi ambao kwa maoni yao yanashauri maamuzi ambayo kwa maoni yao yanashauri karibu mashabiki wa kawaida na uzoefu wao wa kwenda uwanjani. Tisha uingiziaji gharama kubwa na upatikanaji wa tiketi. Mashabiki wameonyesha hasira juu ya bei ya tiketi iliyopanda na fursa ya kushiriki uwanjani, wakisema kwamba mashabiki wa kweli wanakanyagwa na sera za sasa. Pia Manchester United ilibadilisha mfumo wa manunuzi wa tiketi na kushindwa kuwapa favorite mashabiki ambao ni wakongwe kwenye kwenda kuzishuhudia timu hizo. Lakini pia mashabiki walio wengi walivalia vinyago vya clowni, walitaka kuonyesha hisia yao kwamba uongozi wa klabu umegeuka kuwa uchezaji na uongozi badala ya malengo ya ushindani. Lakini mashabiki waliibuka kwa ujumla kuelezea kwamba wanataka umiliki utoe uwazi zaidi, thamani kubwa kwa mashabiki na muundo wa uendeshaji bora zaidi kuliko ilivyo hivi sasa.
Bana, kwa nini pia familia ya Glazer na Sir Jimmy Ratcliffe wanakabiliwa na changamoto, lakini kwa nini familia ya Glazer pamoja na Sir Jimmy Ratcliffe wanapigiwa kelele? Kwanza ni msukumo wa mashabiki na kukosa uungwaji mkono. Mashabiki wa Manchester United wamekuwa wakilaumiwa na uongozi wa familia ya Glazer kwa zaidi ya miongo miwili, wakisema wanatelekeza sera ambazo zimewapotosha na kuharibu utamaduni wa klabu. Mdahalo huu umeendelea hata baada ya kuingia kwa Sir Jimmy Ratcliffe kama mwekezaji muhimu, na sasa mashabiki wengi wanahisi uvuvi wa chombo hicho umesalia ukiwa sawa badala ya kubadilika. Mashabiki wanapigia kelele muundo wa kifedha wa deni. Familia ya Glazer ilinunua Manchester United kwa mkopo mkubwa mwaka 2005 na deni hilo limeendelea kuwa mzigo kwa klabu, huku mashabiki wakilalamikia malipo ya riba na gawio kama faida binafsi bila uwekezaji unaofaa kwenye uwanja na miundombinu. Ili imechochea malalamiko ya muda mrefu kuhusu jinsi pesa za klabu zinavyotumika. Deni limekuwa pia likilalamikiwa, lakini pia bei ya tiketi na upatikanaji wa mechi, ambapo chini ya uongozi wa Ratcliffe na uongozi wake chini ya Glazer wamefanya mabadiliko ya bei ya tiketi na sera za upatikanaji, jambo ambalo limewalazimu mashabiki kulipa zaidi na limepunguza upatikanaji wa mashabiki wa kawaida kushiriki kwenye mechi za Old Trafford, ambapo wamekatishwa tamaa na kuonyeshwa kwamba sio kipaumbele kwa uongozi wa familia ya Glazer pamoja na Ratcliffe. Lakini pia msukumo wa matokeo ya uwanjani na mwelekeo wa kiufundi. Kwa miaka kadhaa sasa Manchester United haijafanikiwa kufikia mafanikio makubwa kama ilivyotarajiwa, ikishuka nafasi katika ligi kuu na kukosa ubora thabiti na kutokushiriki kabisa kwenye michuano mikubwa ya UEFA Champions League, Europa League, ambayo Manchester United ilikuwa pia ni kitu cha kawaida kushiriki na kufika kwenye nafasi muhimu. Lakini nini kinafuata kwa hali ya sasa Manchester United? Kuna mwelekeo, lakini nini kitafuata baada ya maandamano haya kama familia ya Glazer pamoja na uongozi wa Ratcliffe hautafanyia kazi yale yote ambao mashabiki waliweza kuyazungumza kwa ghadhabu kubwa? Wao kama mashabiki wameendelea kusisitiza shinikizo la mashabiki litaongezeka zaidi, ambapo maandamano zaidi yatakabiliwa kunako viunga vya Old Trafford. Kutakuwa na kelele zaidi ya mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Lengo ni kulazimisha mabadiliko ya kweli na si maneno. Lakini pia Sir Jimmy Ratcliffe atajaribiwa kuthibitisha uwezo wake, ambapo atahitajika kuonyesha utofauti gani na yeye na familia Glazer, lakini kuwekeza kweli kwenye timu na miundombinu. Ataimarisha uongozi wa michezo, nikimaanisha safu ya recruitment academy na mfumo wa usajili. Lakini mabadiliko ya kiufundi yanaweza kutokea, ambapo kwa Manchester United mashabiki walioandamana wanasema hawana deni na safu ya uongozi kwenye benchi la ufundi hivi sasa, lakini wana deni na uongozi wa juu ambao umeshindwa kuboresha miundombinu, umeshindwa pia kufanya sajili ambazo ni za maana na kushindwa kudhibiti mapato, ikiwemo deni ambalo limekuwa likiongezeka.